lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP, huyu lazima tumkamate. Ebana, na kwa vipi Mwanaswahili TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Wakati huu bado tunaendelea kuangusha nondo za mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Sasa kuna video ambayo ilikuwa inatembea kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii kimuonyesha mwanasheria mkuu nchini Tanzania ambaye anajulikana kama Hamza Johari Kunradhi, akisema kuwa Mange Kimambi inafaa ajibishwe kisheria na vile vile watatengeza miadi na taifa la Marekani kuhakikisha kuwa mwanadada huyu amekamatwa na maafisa wa polisi na kukabidhiwa serikali ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hii ni issue ambayo imemfanya mwanadada Mange Kimambi kucharuka na kuandika vitu vingi kumhusu Hamza ambaye ni mwanasheria mkuu nchini Tanzania. Sasa kuna posti ambayo imefanywa kwenye mitandao ya kijamii na ni kumhusu mwanasheria mkuu nchini Tanzania ambaye anajulikana kama Hamza. Sasa amepandisha video ya Hamza akaandika hivi: hizi ndo details za mwanasheria mkuu mpya ambaye hana uhalali sababu kaapishwa na rais asiye na uhalali. Watanganyika, we are in big trouble na tusikubali. Sasa akasema Hamza Johari ni mwanazanzibari kisha chuo cha taifa cha usafirishaji yani NIT, na baadaye akawa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA. Alafu ya pili akaendelea kusema hivi: hayo mawili ya juu sio muhimu. Jambo kubwa kumhusu Hamza Johari ni kuwa huyu ndo binadamu aliyepewa na Abdul Kazi na ndio aliyesimamia ubinafsishaji ama uuzwaji ukipenda wa bandari za Tanganyika na hasa bandari kuu ya Dar es Salaam. Yeye ndo alikuwa kiongozi wa timu ya majadiliano ya serikali GNT na wanunuzi yani DP World na Adan Group, sasa wakijulikana kama Tanzania East Africa Gateway Terminal Limited yani EAGTL. Alafu ya tatu akaendelea kusema hivi: baada ya kufanikisha dili hilo tuzo yake akateuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali ili hasa asaidie kumonita masala yote ya kisheria yanayoweza kuibuka kuhusu mkataba wa ubinafsishaji wa bandari ya Dar es Salaam, jambo ambalo kwa hakika lina mazongezonge mengi na ufisadi ndani yake. Alafu ya nne akaendelea kusema hivi: kwa kudhibitisha kwamba amehongwa hicho cheo, Bwana Hamza Saidi Johari ndiye mwanasheria mkuu wa serikali wa kwanza ambaye sio wakili tangu tupate uhuru. Haijawahi kutokea mtu awe mwanasheria mkuu wa serikali bila kuwa wakili. Alichonacho hapo ni degree 2 tu. Hajawahi kwenda Law School of Tanzania kupata postgraduate diploma in legal practice. Ana muhuri wa uwakili. Mbaya zaidi, hajawahi kukanyaga mahakamani, maana inahitaji mtu uwe wakili ndipo uruhusiwe kwenda mahakamani. Kwa mara ya kwanza tangu dunia kuumbwa tunamshuhudia mwanasheria mkuu wa serikali ambaye sio wakili na hajawahi kupitia law school yoyote. Sasa Mange Kimambi anajaribu kuhoji ile hali ya Hamza Johari kuwekwa ama kuapishwa kama kuwa mwanasheria wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ameongelelea vitu vingi kumuhusu elimu yake na vile vile zile mishe ambazo amepiga na mwanawe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Muite Samia Suluhu Hassan, mwanawe ambaye anajulikana kama Abdul. Sasa hii ni chapisho ambalo limefanya na Mange Kimambi baada ya mwanasheria mkuu huyu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweka wazi na kusema kuwa kuna ile dili ambayo watafanya na taifa la Marekani kuhakikisha kuwa Mange Kimambi amekabidhiwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwajibishwa kisheria. Na ikumbukwe huyu ni mwanadada ambaye ameleta hamasa kubwa zaidi miongoni mwa Watanzania ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi. Kuna vitu vingi ambavyo alikuwa na posti kwenye mitandao ya kijamii kuhusu ufisadi ambao unafanyika katika serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, ile hali ya watu kutekwa, watu kuumizwa na vile vile ukatili wa jeshi la polisi na vile vile jeshi la nchi ya
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Mange Kimambi anasema kuwa ni mara ya kwanza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na mwanasheria ambaye hajawahi kanyaga mahakamani, na vile vile ana stakabadhi za kuonyesha kuwa amewahi fanya kozi ya kisheria. Kwa hiyo kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye hii post ambayo imetengezwa na Mange Kimambi. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Mam Christian Thema, anasema Mange ni mmoja tu Tanganyika nzima, salute. Alafu akaweka emoji kadhaa za fire. Mwingine anajulikana kama Ikesi 69 akanyosha mikono juu. Alafu Nuru China TZ ameandika oho, akaeka emoji ya mtu ambaye ameshangaa. Alafu mwingine anajulikana kama It's Van anasema Dimange shikamoo, hizo information tu, Tanzania inazama jamani, tuingie tu barabarani. Alafu V Dora anasema Mange 2, Mange 3, Mange 1, respect dada, huyo ndo Mange Kimambi. Alafu akafatanisha na emoji ya makopa. Alafu Petro Michael anasema he, huyo ameshangaa. Mwingine anajulikana kama Chuma Daku anasema mbona ni hatari kwa sasa, akaweka emoji ya mtu ambaye ameangua kilio. Alafu Mehako Collection anasema astaghfirullah ya Rabbi. Alafu akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameshangaa, mwingine akaangua kilio. Alafu Uwabata_1 amesema kwa hiyo ina maana viongozi wakubwa wote wa nchi hii ni Wazanzibari, basi nchi imevaa sketi hii, anytime tukilala inauzwa. Alafu mwingine anajulikana kama Jackson Ngendo 668 anasema kama huyu ndio anamshauri rais aisee, tuna genge la wahuni linaloongoza nchi. Akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Mwingine anajulikana kama Blissful Aka ameweka emoji kadhaa za makopa ambazo zimepasuka. Alafu Dion_Monsoon anasema huyu ni mwana kumanina ili aliye turoga Tanzania, ametumia matusi huyo. Alafu mwingine anajulikana kama Happy Home Items anasema I wonder. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya mwanadada mpambanaji muite Mange Kimambi baada ya kupandisha picha ya mwanasheria mkuu kutoka nchini Tanzania ambaye anajulikana kama Hamza Johari. Sasa kuna vitu vingi ambavyo Mange Kimambi anajaribu kuhoji hapa. Anajiuliza inakuaje mwanasheria kutoka nchini Tanzania ambaye aliapishwa juzi na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, inakuaje ana cheti cha wanasheria, hajawahi enda kule mahakamani kuwakilisha watu, na ni jamaa ambaye wanasema kuwa anapiga dili kadha wa kadha na mwanawe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ambaye anajulikana kama Abdul. Sasa ni dili za bandari kuuzwa, bandari ya Tanzania na vitu vingi ambavyo vinafanyika nchini Tanzania. Kwa hiyo najaribu kudadavua mengi na angalau nipate kujua vikorombwezo vyote ambavyo vinafanyika nyuma ya pazia. Alafu nitawajuza, usisahau kusubscribe, like na vile vile kushare na wale ambao wako kule magetoni, vijiweni na mitaani. Usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel hii ambayo inakuwa kwa kasi zaidi, Hite Swahili TV. Shukran jidan, marhaba habib, nawapenda zaidi.